Anataka Wakenya kuunga mkono serikali yake ambayo anasema inajumuisha Wakenya wote nchini. Rais akiwashtumu viongozi wa upinzani kwa kukosa ajenda ya kuwafaidi wananchi, akiwataka kuwa na mpango ili kushindana naye katika uchaguzi ujao. Aidha, viongozi hao wameahidi kushirikiana na ODM katika uchaguzi ujao kisiasa. Rais William Ruto leo hii amezuru kaunti ya Kisii akizindua mpango wa Nyota kwa vijana na pia kuzindua mradi wa soko eneo la Nyambera. Rais akiwarai wakazi wa Kisii kuunga mkono serikali yake badala ya kuwafuata viongozi wasio na ajenda wala mipangilio kwao, matamshi ambayo yalielekezewa viongozi wa upinzani wanaompa rais ushindani wa kuwashawishi wananchi kabla ya uchaguzi. Wale jamaa watakuja hapa, hawatachelewa, watafika hapa. Hawana kitu ingine ya kusema, watakuja hapa wawaambie one term Kasongo must go. Sasa nikuulize wewe mtu ya Kisii, one term itajenga barabara? Kasongo itajenga itaweka stima? Hiyo must go itabadilisha maneno? Wenye kusema nani atabaki nani ataenda ni wao ama ni nyinyi? Si mimi nitakuja kusema barabara nimejenga, na hii soko nimejenga, na Cancer Center nimejenga, na stadium nimejenga. Si kila mtu atakuja kusema yake? Kwani wale majamaa wako na kitu yote ya kusema? Simulisikia wengine wamekuwa 40 years. Hawa watu hawatoshi mboga bwana. Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki akiwarai vijana kutotumika na viongozi kuvuruga mikutano ya kisiasa kufanikisha malengo yao ya kisiasa na badala yake kujihusisha na mambo ambayo yatawafaidi kimaisha. Politicians walikuwa wanaona vijana na wanataka kuwatumia kuwa hecklers kwa kwenda kupigia kelele opponents wa hao watu katika mikutano. Viongozi wengine wametumia vijana kama goons wa kuleta vita na vurugu katika mikutano ya kisiasa. Wengine wametumia vijana ati kama bloggers wa kusukuma ajenda zao katika mitandao. Wengine wametumia vijana kama tu wapiga kura bila kujali huyo kijana maisha yake itakuwaje. Hivyo na kushukuru, for the first time this administration is focusing on young people to empower them and to give them opportunities. Aidha, viongozi wa UDA na ODM wameweka wazi kushirikiana kwa pamoja kuunda serikali jumuishi na kuunga mkono Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Sisi tumesema kwamba ile safari ambayo unataka tuende tushikane pamoja na watu ya ODM, sisi tuko hapa. Chama ambayo ni tawala cha UDA tumeshikana pamoja na ODM kwa sababu ya 2027. Na nyinyi tunawa challenge watu wa opposition, badala ya kucomplain juu ya IEBC, juu ya referee, anzia mtu uanza namna hii. Mtu uanza number 1 agenda. Agenda kwa wananchi ni gani? Number 2, watu unaketi chini unasema candidate wetu ni mgani? Alafu unaweza kupata chama ya mtu amestaafu. Unaweza nani wako tayari hapa kupata chama ya mtu amestaafu? Sisi tunapata UDA kwa sababu wewe bado yuko ofisi. Tunapata ODM kwa sababu Simba Arati yuko ofisi. Watu wametoka kwa ofisi, hakuna mtu anaweza kupata hapo. Ya pili, Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kusema hivi. Sisi kama watu ya ODM tutabaki pamoja, tutafanya siasa yetu pamoja. Fredrick Kwambua, Undugu TV.